Habari za ulimwengu. Nami ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Trump akutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu mpya wa Japani Sanae Takaichi. Hamas yakabidhi mabaki ya mateka mwingine wa Israel. Na wapiga kura visiwani Zanzibar kushiriki kura ya mapema leo katika uchaguzi mkuu. Habari kamili. Tokyo. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana hii leo na waziri mkuu mpya wa Japani Sanae Takaichi mjini Tokyo kwa mazungumzo yanayohusu biashara na usalama. Trump aliye ziarani barani Asia amemweleza kiongozi huyo wa Japani kwamba Washington na Tokyo ni washirika wakubwa katika kiwango cha juu zaidi na wanatarajia kusaini mikataba kadha ya ushirikiano. Takaichi amemkaribisha Trump katika makazi ya waziri mkuu mjini Tokyo, ikiwa ni mkutano wake wa kwanza wa ana kwa ana na kiongozi wa Marekani siku chache tu tangu aingie madarakani. Trump aliwasili Tokyo jana kwa ziara iliyoanzia Malaysia siku ya Jumapili. Rais Trump atakutana pia na rais wa China Xi Jinping katika juhudi za kupunguza vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili kubwa kiuchumi duniani vilivyochangiwa na ushuru mkubwa wa Marekani. Jerusalem. Kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas jana lilikabidhi mabaki ya mateka mwingine wa Israel wakati likizidi kukabiliwa na shinikizo la kurejesha mabaki ya miili yote iliyosalia chini ya makubaliano ya usitishaji vita yaliyosimamiwa na Marekani. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema kuwa vikosi vya nchi hiyo vilipokea jeneza lenye kile ambacho Hamas inadai kuwa lilikuwa na mabaki ya mateka wa 16 kati ya miili 28 ya mateka waliochukuliwa wakati wa shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023. Makabidhiano hayo ya hivi karibuni yanafanyika huku maafisa wakuu wa Israel na chama kinachowakilisha familia za mateka wa Oktoba 7 wakishinikiza Hamas kuharakisha zoezi hilo. Wanadai kwamba tangu kundi hilo lilipoachia huru mateka 20 waliokuwa hai, zoezi hilo linakwenda kwa kusuasua. Zanzibar. Wapiga kura visiwani Zanzibar leo wanaanza zoezi la kupiga kura katika kile kinachofahamika kuwa ni kura ya mapema ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Uchaguzi huo unafanyika siku moja kabla uchaguzi mkuu wa kesho Oktoba 29 utakaofanyika kote Tanzania bara na visiwani. Rais wa sasa Hussein Mwinyi kupitia chama tawala cha Mapinduzi CCM anakabiliana na makamu wake wa kwanza Othman Masoud Othman kupitia chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Chama hicho kimekuwa kikipinga kura hiyo ya mapema. Vituo vya kupigia kura ya mapema vitafunguliwa saa 1 asubuhi saa za Afrika Mashariki na kufungwa saa 10 jioni, na matokeo ya rais yatatangazwa ndani ya saa 72 kwa mujibu wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC. Kampeni za uchaguzi zilizoanza Septemba 11 zilikamilika jana Oktoba 27. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya hapo jana kwamba Kiev inapanga kupanua mashambulizi yake ya drone na makombora katika mikoa zaidi ya Urusi. Katika ujumbe wake kwa njia ya video jana jioni, Zelensky alisema uwezo wa mashambulizi ya masafa marefu ni sehemu ya uhuru wa nchi hiyo na itakuwa ni kiungo muhimu katika kuamua amani ya nchi. Siku moja kabla, kiongozi huyo wa Ukraine alikiri kwamba nchi hiyo inakabiliwa na tatizo la kiufundi katika utengenezaji wa makombora ya masafa marefu yaliyopangwa kwa muda mrefu yanayofahamika kama Flamingo. Ukraine imekuwa ikipinga uvamizi wa Urusi kwa zaidi ya miaka 3.5 na imefanya mashambulizi ya mara kwa mara ndani kabisa ya eneo la Urusi, hasa kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Nairobi. Wizara ya mambo ya nje ya Kenya imesema kwamba baadhi ya Wakenya wamekuwa wakishawishiwa ili kwenda kupigana upande wa Urusi katika vita vyake nchini Ukraine. Katika taarifa iliyosainiwa na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi, imebainisha kwamba Wakenya wengi wameishia kuzuiliwa katika kambi za kijeshi nchini Urusi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa vitendo hivyo vinaendeshwa na mawakala na mafisadi ambao wanadai kufanya kazi na serikali na kuwalaghai Wakenya wanaosafiri hadi Urusi
na bila kujua wanajikuta katika operesheni za kijeshi za nchi hiyo. Hata hivyo, taarifa hiyo haikutoa idadi yoyote ya Wakenya walioajiriwa kupitia mpango huo, wangapi wamezuiliwa au kujeruhiwa. Mwezi uliopita, wizara hiyo ya mambo ya nje ya Kenya ilidai kwamba ilifanya mkutano muhimu na maafisa wa Urusi ili kusaidia katika kuachiliwa au kurejeshwa kwa raia wake. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Naam, asante sana Silvia Mwehozi kwa taarifa hiyo ya habari za Afrika. Tutakuhitaji tena hapa studio tueleze kwa kina kinachoendelea huko Ulaya katika vita vya Urusi na Ukraine. Lakini kwanza tuingie nchini Tanzania, msikilizaji. Siku moja kabla ya taifa hilo kushiriki rasmi katika uchaguzi mkuu, leo wapiga kura visiwani Zanzibar wameuanza mchakato huo kwa kile kinachoitwa kura ya mapema. Mchuano ni mkali huko kati ya rais wa sasa Hussein Mwinyi anayewania kusalia madarakani kwa tiketi ya CCM na Othman Masoud Othman kupitia chama cha ACT Wazalendo. Nitakueleza taswira ya wawili hawa hapo baadaye. Bado tukiwa nchini Tanzania, kamati ya taifa ya amani nchini humo imewataka Watanzania kuhakikisha taifa hilo la Afrika Mashariki linabaki na amani wakati na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo sisi tumefanya haya kuitana viongozi wa dini pamoja kuangalia mustakabali wa nchi yetu ya Tanzania na kuwaelekeza watu ni lipi lenye maslaha. Kando na hayo, nitakueleza pia ni kwa nini mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon yanaweza kusababisha mlipuko wa vita vipya. Kanasi. Naam, kama nilivyokueleza, tuanzie moja kwa moja huko Tanzania ambako hii leo wapiga kura visiwani Zanzibar wanaanza kumiminika vituoni Oktoba 28 kwa kile kinachoitwa kura ya mapema. Kama nilivyokueleza, hii ni siku moja kabla ya hapo kesho Oktoba 29 kuungana na wenzao wa Tanzania bara kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kwenye nafasi ya urais, mchuano ni mkali baina ya rais wa sasa Hussein Mwinyi anayewania kusalia madarakani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM dhidi ya makamu wake wa kwanza Othman Masoud Othman kupitia chama cha ACT Wazalendo anayetaka kumng'oa Mwinyi. Mohamed Khelef anatupia jicho taswira za wawili hao. Uchaguzi mkuu huu unatarajiwa kushuhudia mpambano mkali wa kihistoria kati ya daktari wa binadamu na mtoto wa rais mstaafu Hussein Ali Mwinyi wa CCM na mwanasheria mzoefu Othman Masoud maarufu kama Omo. Kwa upande wake, Mwinyi anayesaka muhula wa pili na wa mwisho ni daktari aliyebobea katika tiba ya magonjwa ya ndani, akiwa amepata shahada yake ya tiba kutoka chuo kikuu cha Marmara nchini Uturuki na shahada ya pili kutoka chuo kikuu cha King's College nchini Uingereza. Hussein Mwinyi alianza utumishi wa kisiasa upande wa Tanzania bara akiwa mbunge wa jimbo la Mkuranga mkoa wa Pwani, na baadaye aliwania na kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kuhani kisiwani Unguja, lakini wadhifa wake muhimu zaidi ulikuwa ni ule wa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Tanzania alioshikilia hadi atangazwa kuwa rais wa Zanzibar kufuatia uchaguzi utata wa mwaka 2020. Mimi Hussein Ali Mwinyi naapa kwamba nitazitekeleza kazi zangu za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa uaminifu na uadilifu na kutimiza wajibu wangu kwa moyo wangu mkunjufu. Alipoingia madarakani, ajipambanua kama kiongozi anayependa uwazi na ushirikishi, akionyesha kupambana dhidi ya uzembe na ufisadi serikalini, akiimarisha ujenzi wa miundombinu na akitangaza kuinua uchumi kupitia sera ya uchumi wa bahari ama uchumi wa buluu kama ilivyojulikana. Hata hivyo, miezi michache baada ya kazi kuanza, wapinzani wake ndani na nje ya serikali walianza kumtuhumu Mwinyi kwa kuendeleza kile alichokuwa akidai ukipinga, yaani ufisadi na ubaguzi serikalini. Kwa upande wa Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa rais, anawakilisha kambi ya upinzani akitumia rekodi yake ya utaalamu wa kisheria kama nguvu ya mageuzi. Msomi huyu mwenye shahada 2 za uzamili katika sharia alitumikia utumishi wa umma kwa miaka 25, akijizolea sifa kama mmoja wa Wazanzibari wachache wenye kumbukumbu ya kitaasisi hasa katika masuala ya kisharia.
Jina lake ilianza kujulikana zaidi kisiasa alipoondolewa katika nafasi ya mwanasheria mkuu mwaka 2014 kwa sababu ya msimamo wake mkali wa kutetea maslahi ya Zanzibar katika bunge maalum la katiba. Baada ya kifo cha Maalim Seif Sharif Hamad, alipendekezwa na chama cha ACT Wazalendo kurithi nafasi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na Februari mwaka 2021, kisha akawa makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar kabla ya kupanda cheo na kuwa mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo mwaka 2024. Kwenye kampeni zake za urais zilihitimishwa juzi Jumapili Oktoba 26, Othman alikuwa anasisitiza umuhimu wa uwajibikaji, uadilifu na utawala wa sheria. Leo tuna mafuta, tuna gesi, hayachimbwi kwa sababu ya vikwazo vya ndani ya muungano. Inshallah tutaviondoa, tutachimba mafuta yetu, tutachimba gesi yetu, nchi hii itakuwa na neema inshallah. Kwa vyote vile uchaguzi huu wa 2025 utakuwa mtihani wa aina yake. Utaamua kama Wazanzibari wataendelea na sera za Mwinyi za kuendeleza ujenzi wa miundombinu na kukuza uchumi wa buluu, ama watamchagua Othman Masoud wa ACT Wazalendo kwa ahadi za mageuzi ya kitaasisi na kusimamia sheria kama msingi wa maendeleo. Asante Mohamed Khelef. Tunabakia bado nchini Tanzania. Kamati ya Taifa ya Amani nchini humo inayowajumuisha viongozi wakuu wa dini wamewataka Watanzania kuhakikisha taifa hilo la Afrika Mashariki linabaki na amani wakati na baada ya uchaguzi. Mwito huo umetolewa ikiwa ni siku moja kabla ya Watanzania kutimiza wajibu wao wa kikatiba wa kupiga kura hapo kesho Oktoba 29. Kutoka Dar es Salaam, Florence Majani ametuandalia taarifa hii. Wito huo umetolewa wakati wa kongamano la amani lililofanyika hapa jijini Dar es Salaam na kuandaliwa na Kamati ya Kitaifa ya Amani, wakati ambapo Watanzania wakitarajiwa kutimiza wajibu wao wa kikatiba wa kupiga kura hapo kesho Oktoba 29. Mgeni rasmi katika kongamano hilo, Waziri wa Uwekezaji na Mipango wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo, alisisitiza umuhimu wa amani, utulivu na mshikamano wakati wa uchaguzi, huku akifafanua kuwa kila uchaguzi haukosi changamoto zake. Na katika chaguzi zote 6 zilizopita, uchaguzi wetu ulitawaliwa na jambo moja kubwa: amani na utulivu. Chaguzi zetu zote zimefanyika kwa amani na utulivu kwa kiwango ambacho kilishangaza majirani zetu karibu wote na dunia nzima. Uchaguzi ni fursa muhimu katika nchi, ni zaidi ya kwenda kupiga kura. Ni fursa muhimu ya kutafakari moja, historia na mustakabali wa nchi. Profesa Mkumbo aliyemwakilisha makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango amesema uchaguzi wa mwaka huu ni wa 7 tangu Tanzania ianze mfumo wa vyama vingi, na hivyo alitumia fursa hiyo kuwaeleza washiriki wa kongamano hilo kuwa chaguzi zote zilizopita, licha ya changamoto, lakini zilitawaliwa na amani na utulivu. Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Abubakar bin Zuberi Ali alitumia fursa katika kongamano hilo kuwaeleza Watanzania kuwa ni wajibu wa viongozi wa dini kusisitiza amani kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa hiyo sisi tumefanya haya kuitana viongozi wa dini pamoja kuangalia mustakabali wa nchi yetu ya Tanzania na kuwaelekeza watu ni lipi lenye maslaha katika kutunza amani yetu, kujenga uzalendo. Lakini kama amani hakuna, hilo la kusali na kufanya ibada za aina yote hakuna, huwezi kuifanya kwa sababu amani hakuna. Kwa upande wake, kiongozi wa makanisa ya Kipentekoste Tanzania CPCT Askofu Vernon Fernandez amesisitiza kuwa yeyote anayepanga kuleta fujo wakati wa uchaguzi ashauriwe na afundishwe umuhimu wa kulinda rasilimali za nchi. Hivyo ninaomba tujaribu kutunza na kulinda rasilimali zetu zote, tukianza na vitu alafu twende kwa wanadamu. Ama wakati hayo yakijiri, waangalizi wa kimataifa nao tayari wamefika nchini katika misheni ya uangalizi wa uchaguzi mkuu wa kesho. Misheni ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na misheni ya uangalizi wa uchaguzi ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SEOM tayari wamefika nchini na kuonana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Ikulu. Uchaguzi wa mwaka huu ni wa 14 tangu Tanzania ipate uhuru na wa 7 tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi hapa nchini, ambapo kwa mwaka huu chama tawala cha CCM kilichoshika hatamu ya utawala kwa miaka 48 kinachuana na vyama vingine 17 vya upinzani. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Kumbuka
tupo mubashara na tutakuarifu mengi yanayoendelea katika uchaguzi huo wa nchini Tanzania, tukianzia na huu wa leo kule Zanzibar. Kaa nasi, bakia na DW Kiswahili. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com/Kiswahili, kule Facebook, Instagram, kote huko unatupata. Unachotakiwa kufanya ni kutafuta tu DW Kiswahili. Tuingie sasa katika mzozo wa Urusi na Ukraine. Bado mataifa hayo mawili yanaendelea kushambuliana kwa kutumia makombora na droni, huku rais wa Marekani Donald Trump akionyesha kukasirishwa na msimamo wa Rais Vladimir Putin kukataa makubaliano ya usitishaji vita vya takriban miaka 4 nchini Ukraine, huku Rais Volodymyr Zelensky akitarajia kuwa katika siku chache zijazo washirika wake wa magharibi watawasilisha pendekezo la amani ili kukomesha vita hivyo. Sylvia Mwehozi na taarifa zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya jana kwamba Kiev inapanga kupanua mashambulizi yake ya droni na makombora katika mikoa zaidi ya Urusi. Katika ujumbe wake wa video kwa taifa, Zelensky alisema kwamba uwezo wa mashambulizi ya masafa marefu ni sehemu ya uhuru wa nchi hiyo na itakuwa ni kiungo muhimu sana katika kuamua amani ya nchi. Zelensky ameongeza kuwa viongozi wa kijeshi walikuwa wamejadili maeneo ya kufanya mashambulizi hadi mwisho wa mwaka, ikiwa ni pamoja na upanuzi wa kijiografia wa mashambulizi. Hata hivyo, siku moja kabla, kiongozi huyo wa Ukraine alikiri kwamba nchi hiyo inakabiliwa na tatizo la kiufundi katika utengenezaji wa makombora masafa marefu yaliyopangwa kwa muda mrefu yanayofahamika kama Flamingo. Tukiachana na hayo, mamlaka za Urusi zimetangaza hali ya dharura hapo jana baada ya bwawa moja katika mkoa wake wa Belgorod karibu na mpaka na Ukraine kuharibiwa na mashambulizi ya droni ya Kiev. Mamlaka zinazosimamia maji zimelieleza shirika la habari la TASS kwamba kiwango cha maji katika bwawa hilo kimepungua kwa mita 1, huku gavana wa mkoa huo akiwataka wakazi wanaoishi chini ya bwawa hilo kuchukua tahadhari. Wakati huo huo, ripoti ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa iliyotolewa jana ilisema kwamba Urusi imetenda uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa kuwalazimisha watu kukimbia eneo la Ukraine inalolidhibiti kupitia mashambulizi ya mara kwa mara ya droni yanayolenga raia. Tume hiyo huru ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Ukraine pia imebaini kwamba Urusi ilitenda uhalifu wa kivita katika kuwahamisha na kuwasafirisha raia kutoka maeneo yanayokaliwa ya mkoa wa Ukraine wa Zaporizhia. Na kampuni kubwa ya mafuta ya Urusi ya Lukoil imesema Jumatatu jioni kwamba itauza mali zake za nje ya nchi baada ya kulengwa na vikwazo vya Marekani kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Wiki iliyopita, Rais Donald Trump alitangaza vikwazo vya kwanza dhidi ya Urusi, akiyalenga makampuni mawili ya mafuta ya Lukoil na Rosneft baada ya kusema kwamba amekasirishwa na hatua ya Moscow ya kutokomesha mashambulizi yake. Asante Sylvia. Wadadisi wa masuala ya usalama wanaonya kwamba mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon yanaweza kusababisha mlipuko wa vita vipya licha ya juhudi za kidiplomasia kuzuia mzozo huo kuongezeka. Taarifa kamili na Silvanus Karemera. Mvutano kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran umeendelea kupamba moto. Siku chache zilizopita, jeshi la Israel lilishambulia kambi inayodaiwa kuwa ya mafunzo ya Hezbollah katika eneo la Baka, kaskazini magharibi mwa Lebanon. Siku moja kabla, ndege isiyo na rubani ya Israel ilimua kamanda wa kundi hilo Isa Ahmad Kalbala kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa taarifa za vikosi vya ulinzi vya Israel IDF, Kalbala alitajwa kuwa mmoja wa makamanda wa kikosi cha Radwan cha Hezbollah kilichohusishwa na mashambulizi dhidi ya Israel. Jeshi la Israel limesema litaendelea na operesheni zake za kijeshi kuhakikisha hakuna tishio kwa usalama wake, likituhumu Hezbollah kwa kukiuka makubaliano ya amani yaliyopo kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, watu 274 wameuawa tangu kuanza upya kwa mashambulizi ya Israel, wakiwemo zaidi ya raia 100. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema zaidi ya makombora 950 yalirushwa kutoka Israel kuelekea Lebanon kati ya Novemba mwaka 2024 na Oktoba mwaka 2025, huku Hezbollah nayo ikirusha makombora 21 kuelekea Israel katika kipindi hicho. Mashambulizi hayo yanakiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotaka pande zote mbili kuacha mashambulizi mara moja. Mkataba huo uliitaka Israel kuondoa vikosi vyake kutoka Lebanon, huku Hezbollah ikitakiwa kuweka silaha zake chini na kuondoka hadi umbali wa kilomita 40 kaskazini mwa mto Litan. Hata hivyo, pande zote mbili zimekuwa zikishutumiana kwa kutotekeleza makubaliano hayo. Israel imeendelea kuilaumu Hezbollah kwa kujenga upya uwezo wake wa kijeshi, ikisema ni kinyume cha mkataba wa amani.
Wiki iliyopita Tom Barak, balozi wa Marekani nchini Uturuki na mjumbe maalum wa rais wa Marekani kwa ajili ya Syria, alisema kupitia mtandao wa X kwamba kuondoa silaha za Hezbollah si jukumu la Israeli pekee, bali ni fursa ya kuhakikisha usalama wa eneo zima. Lebanon bado inakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi na kisiasa, hali iliyozorota zaidi baada ya vita vya miezi mitatu kati ya Septemba na Novemba mwaka 2024. Mashambulizi ya Israeli mwaka huo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 4,000 na kuharibu sehemu kubwa ya Beirut na vijiji vya kusini. Benki ya Dunia inakadiria gharama ya ujenzi upya kufikia dola bilioni 11. Licha ya misaada kutoka Marekani na Saudi Arabia, changamoto kubwa inabaki katika juhudi za kuwapokonya silaha wapiganaji wa Hezbollah, suala linaonekana kudhoofisha mchakato wa kurejesha usalama wa kudumu. Israel bado imeweka wanajeshi wake katika maeneo 5 kusini mwa Lebanon, ikisema hatua hiyo inalenga kulinda usalama wake wa taifa. Tukamilishe sasa taarifa zetu hii leo asubuhi kwa kuliangalia hili la China kwamba imewakamata wachungaji kadhaa wa Kikristo katika msako mkali dhidi ya makanisa ambayo hayajasajiliwa, huku waumini wa madhehebu ya Kikristo wanaoabudu nje ya mfumo wa makanisa yaliyoidhinishwa na serikali wakiwa katika hatari ya kukumbwa na msako mpya wa dola, kwani sheria za China zinawataka Wakristo kuabudu tu kwenye makanisa ambayo yana uhusiano na taasisi za kidini zinazodhibitiwa na chama cha Kikomunisti. Ripoti ya mwandishi wa DW Li Yuchen inasomwa studioni na Doto Bulendo. Hadi kufikia sasa ni makundi mawili tu ya Kikristo yanatambuliwa rasmi nchini China: Jumuiya ya Kikatoliki wa Wazalendo ya China pamoja na vuguvugu la Wazalendo watatu wa Kiprotestanti. Wakristo wanaoabudu nje ya mfumo wa makanisa yaliyoidhinishwa na serikali wanakabiliwa na kitisho hicho ambacho kinaonyesha kuongezeka kwa hali ya kutokuvumilia uhuru wa kidini kwa Rais Xi Jinping. Mapema mwezi huu, takribani wachungaji 30 na waamini wa kanisa la Kiprotestanti la Sayun, moja ya makanisa makubwa ya Kikristo yasiyo rasmi nchini China, walikamatwa kufuatia msako ulioendeshwa kwenye takribani majimbo 7, akiwemo mwanzilishi wake Jean Ezra Mingring. Kwa mujibu wa mchungaji Bob Fu kutoka China, ambaye alianzisha kundi la kidini lenye makao yake makuu huko nchini Marekani, amesema katika msako huo baadhi ya maafisa wa polisi walivamia makanisa hayo na kujifanya mafundi wa umeme na kufanya uharibifu kwenye kanisa hilo huko China. Fu ameiambia DW kuwa ingawa kukamatwa kwa umati wa viongozi wa kanisa na wahudumu kumezua hofu miongoni mwa waamini wa kanisa hilo, maisha wanayopitia ya uangalizi mkali yamewafanya wengi kujiandaa kiakili kuikabili hali hiyo. Miro Ren, Mkristo wa Kichina anayeishi uhamishoni nchini Marekani, ameiambia DW kwamba hivi karibuni pamekuwepo na ongezeko kubwa la mashambulizi ya polisi dhidi ya makanisa yaliyosajiliwa nchini China kufuatia mfululizo wa kukamatwa na kufungwa kwa wachungaji ambao makanisa yao hayana ushirika na makanisa yanayotambulika rasmi na serikali ya Beijing. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameikosoa hatua ya China kuwakamata viongozi wa makanisa na waamini wake, akitaka kuachiliwa mara moja kwa wale waliozuiliwa na kuwaruhusu watu wote wa imani zote kushiriki katika shughuli za kidini bila hofu ya kuadhibiwa. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China Lin Jian alinukuliwa na shirika la habari la Ujerumani la DPA akiitaka Marekani kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Beijing. Asante Doto Bulendo kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kwa sasa sina la ziada, na pisha makala. DW Afya yako. Retinopathy of prematurity, kwa kifupi ROP, ni ugonjwa ambao kwa kiwango kikubwa kote duniani husababisha upofu miongoni mwa watoto njiti, yaani wale wanaozaliwa wakiwa hawajatimiza miezi 9 ya mimba inayotakiwa. Hali hii hutokana na ukuaji duni wa mishipa ya damu kwenye retina ya jicho inayowezesha hisia za mwanga kufika katika ubongo wa mtoto. Ugonjwa huu ndio ulikuwa chanzo cha upofu kwa msanii mashuhuri wa Marekani Steve Wonder aliyezaliwa njiti. Katika makala ya afya yako tunaangazia vyanzo, ishara, kupimwa na matibabu ya ugonjwa huu wa ROP ambao kwa bahati mbaya haujapata kushughulikiwa ipasavyo katika mataifa mengi barani Afrika isipokuwa katika nchi 4 tu. Ninayekualika ni mimi Lubega Emmanuel. Ungana nami hadi mwisho wa makala. Hawa ni baadhi ya watoto njiti katika kliniki ya hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Kawempe mjini Kampala. Kila Jumanne akina mama wenye watoto njiti ambao waliwekwa katika oxygen
kwa muda mrefu, hushauriwa kuwaleta watoto hao kupimwa ili kubaini kama wamepata shida ya ukuaji duni wa mishipa ya damu kwenye retina ya jicho inayowezesha hisia za mwanga kufika kwenye ubongo wa mtoto. Sababu nyingine ya ugonjwa huu kumkumba mtoto ni pale anapozaliwa akiwa na uzani wa chini ya kilo 1, lishe duni pale mama anaposhindwa kutoa maziwa ya kutosha, na pia matumizi ya mihadharati na pombe mama akiwa mjamzito. Idi Ndiabawe, daktari bingwa ambaye amebobea zaidi katika kuchunguza, kupima na kutibu ugonjwa huo nchini Uganda, anaelezea zaidi. We have seen many babies having retinopathy of prematurity even when they are oxygen. Tumewaona watoto wengi wakiugua ROP hata kama walikaa muda mfupi kwenye oxygen, na wale ambao wamekaa muda mrefu wanaweza kuwa kwenye ngazi ya pili ya ugonjwa huo. They will have a higher stage of ROP. Kulingana na wataalam, ugonjwa wa ROP miongoni mwa watoto njiti umebainika kuwa katika awamu au ngazi 5. Hizi ndizo pia hutoa mwongozo wa jinsi ya kutoa matibabu. Kwenye ngazi ya awali, mishipa ya damu huonyesha dalili ya kutokomaa kuelekea ndani ya ubongo. Hapo mzazi anashauriwa kumnyonyesha zaidi mtoto. Kwenye ngazi ya pili, pana hatari ya mishipa hiyo kuonyesha kugeuka kama kovu au vipele kwenye retina ya jicho. Madaktari hutumia dawa ya sindano kudunga kwenye jicho. Vivyo hivyo ndivyo ngazi ya 3 ya ugonjwa huo inavyotibiwa, lakini kwa dawa maalum zaidi. Hata hivyo, ugonjwa ukigunduliwa kwenye ngazi ya 4, mtoto atahitaji matibabu ya juu katika nchi za kigeni nje ya Afrika, hususan India na Marekani, ambazo ndizo zina madaktari waliobobea kutoa matibabu ya ROP. Katika ngazi ya 5, hali ya ROP haiwezi kutibika na mtoto atageuka kipofu maishani mwake. Kutokana na hili, ndipo akina mama wenye watoto njiti wanashauriwa kufuatilia sana hali ya mtoto ili kuhakikisha kuwa hadhuriki uwezo wake wa kuona kutokana na ROP, yani pale retina inapopata matatizo kwenye mishipa yake. Asasi ya kiraia ijulikanayo kama Mama Tulia, inayowasaidia akina mama waliojifungua watoto njiti, ndiyo imewekeza katika mchakato wote wa kushughulikia ugonjwa wa ROP nchini Uganda, kama anavyofafanua muasisi wa asasi hiyo, Isabella Furaha. Tumepata wamama wetu wamoja watoto wamekuwa vipofu. Kila wakati tunawaskrini na namba zinakuwa juu. Tukiscreen, hatuscreen chini ya 90 babies na 10% out of these 90 babies wanakuwa na ROP. Kwa taarifa tu, msikilizaji wa DW Kiswahili, ugonjwa huu wa ROP uligunduliwa pale wataalam walipofuatilia kilichomsababisha mwanamuziki mashuhuri wa Marekani Steve Wonder kuwa kipofu. Msanii huyo alizaliwa wiki 6 kabla ya kukomaa kwa mimba yake na kuwekwa kwa muda mrefu katika kiota cha oxygen. Daktari Idi na Isabella wanasema breast milk is a miracle medicine. Maziwa ya matiti ni dawa ya miujiza ya watoto, na watoto wanaonyonyeshwa maziwa hayo pekee wana hatari ndogo ya kupata ROP. Exclusive breast milk feeding, that is. Maana kama mtoto hawamscreen, hawatajua kama mtoto anakomala namna gani, macho yake inaendelea kumaa namna gani. Na hadi hapo, msikilizaji mpendwa wa DW Kiswahili, ndiyo nakamilisha makala ya afya yako. Ulikuwa nami Lubega Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala. Kwa heri. Na kufikia hapo, mie Amina Abubakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema, wakati mwema popote pale ulipo. Kwa heri. Asante sana Amina Abubakar, hapo hivi umetupeleka vizuri, tunashukuru sana wakati